Waebrania, huu utakuwa ni mwezi wa kwanza kwenu. Kwa nini utakuwa mwezi wa kwanza kwenu? Kwa sababu ya tukio la Pasaka. Kwa sababu ya tukio la Pasaka. Pasaka ni nini? Pasaka ni kupita juu ya. Huu utakuwa mwezi wa kwanza kwenu, kwa sababu katika mwezi huu nitapita juu yenu bila kuwaadhibu, bila kuwapiga. Nitapita mimi Mungu juu yenu bila kuwaadhibu, bila kuwapiga, lakini nitapita juu yenu na kuwaangukia na kuwapiga familia ambazo hawatakuwa wamefanya tukio hili la kipasaka. Maana tukio la Pasaka tunaweza tukasema hakuna Pasaka kama hakuna kondoo wa Pasaka. Bila kondoo wa Pasaka hakuna Pasaka. Kwa hiyo lazima nifanyike tukio la kutafuta kondoo atakaye kuwa kondoo wa Pasaka. Huyu kondoo atachinjwa, damu yake itapakwa katika milima miwili ya mlango. Milima miwili ya mlango ni kile ya mlango ni kile cha kulia na kushoto. Milima miwili ya mlango, lakini itapaka pia kwenye kizingiti cha juu cha mlango. Usipake kwenye kizingiti cha chini cha mlango, maana ukipaka kwenye kizingiti cha chini, mtakapokwenda kutoka mlangoni, mtakwenda ikaenda damu, nayo itazalaulika, itaonekana damu isiyo na thamani. Kwa hiyo utapaka kwenye kizingiti cha juu na milima miwili ya mlango. Alafu mimi nitapita usiku. Usiku huo mtamchinja jioni na kupaka damu yake kwenye milima miwili ya mlango na kizingiti cha juu. Mimi nitapita usiku huo, nikiona damu nitapita juu ya nyumba hiyo bila kuleta uharibifu. Lakini nyumba ambazo hawajapaka damu, nitaingia kwenye nyumba hiyo na kuipiga nyumba wazaliwa wa kwanza wa wanyama, wa binadamu na wa ndege. Wazaliwa wa kwanza kwenye familia, kama baba kule kwao ni mzaliwa wa kwanza anakufa. Kama mke kule kwao ni mzaliwa wa kwanza anakufa. Kwenye familia hii kama kuna mtoto ni mzaliwa wa kwanza anakufa. Kama kuna mtoto wa binamu alikuja kukaa hapa ni mzaliwa wa kwanza kutoka kule kwao anakufa. Ng'ombe mzaliwa wa kwanza anakufa. Kondoo mzaliwa wa kwanza anakufa. Ng'ombe mzaliwa wa kwanza anakufa. Ilikuwa ni msiba usio wa kawaida. Hiyo ndiyo Pasaka ya kwanza. Alafu Mungu anawaambia usiku huo kondoo wa Pasaka mtakayekuwa mmemchinja, ambaye yeye ana masharti yake, maana ana umuhimu na ana kazi muhimu na ana kazi kubwa kwa ajili yenu. Kwa lazima awe na sifa huyo kondoo wa Pasaka. Tutaziangalia muda sio mrefu sifa za kondoo wa Pasaka. Atakapokuwa mchinjo usiku huo, baada ya kuikama damu yake, mtamla usiku huo. Ni marufuku kumla mchana, ni marufuku kufika asubuhi, nyama yake iliyo usiku huo. Na kuna masharti ya kula kondoo wa Pasaka. Sharti la kwanza, mtamla usiku. Sharti la pili, mtamla mmesimama, marufuku kukaa. Sharti la tatu, mmefunga viungoni mwenu mshipi. Sharti la nne, ni marufuku kutafuna mfupa wake, ni kula nyama tu na nyofoa nyama. Sharti la tano, marufuku kupika, atapikwa kwenye maji, ataokwa. Na sharti la mwisho, kondoo wa Pasaka mtamla pamoja na mkate usiowekewa chachu, usiowekewa hamira. Kondoo ataliwa pamoja na mkate usio na hamira. Na mabaki yake yaani mfupa mfupa, mnapokula chimba shimo, zika mpaka mfika asubuhi, kusiwe na mabaki yoyote. Hiyo ndio masharti ya kondoo wa
pesa. Sema amina kama unaelewa. Hayo utayapata wapi? Kwenye hii Kutoka sura ya 12 yote. Sema amina. Alafu anasema asubuhi yake mtaondoka asubuhi mapema Misri. Kwa hiyo bila kondoo Pasaka hakuna kutoka utumwani. Kondoo Pasaka ni kwa ajili ya nini? Kuachia uhuru kutoka utumwani kwenye utumwa wa Misri. Bila kondoo Pasaka hamki utumwani Misri, mtabaki utumwani Misri. Kondoo Pasaka ataliwa ili mtoke Misri utumwani. Kwa kwenye Pasaka ya kwanza damu ya kondoo ilitumika ili kuwalinda wazaliwa wa kwanza wa Waebrania, wazaliwa wa kwanza wa wanyama na wanadamu, kuwalinda. Kwa damu ya kondoo ilitumika kupaka kwenye miimo miwili ya mlango na kizingiti cha juu kwa ajili ya ulinzi. Kwa unaposema Pasaka unazungumza kwa habari ya ulinzi. Ulinzi. Unapozungumza kwa habari ya Pasaka lazima uzungumze kwa habari ya kondoo. Unapozungumza kwa habari ya kondoo lazima uzungumze kwa habari ya kondoo Pasaka. Faida zake, kazi zake ni kondoo wa ulinzi, kuwafanya Waebrania wawe sawa kutokana na nini? Na mauti, kutokana na kifo, kutokana na kifo, kutokana na kifo. Mimi kondoo Pasaka asubuhi yake baada ya kumla, Wamisri wanawafukuza, wanaambia tulikuwa tutaki muondoke, sasa nendeni. Nendeni, ondokeni mwenyewe. Aliyofanya kuwafukuza ni vifo, wanaambiwa watoke utumwani. Na walipoambiwa sasa nendeni, waambiwa baada ya kuchinja kondoo, watawaambia Wamisri, yaani kabla ya kuchinja kondoo walikuwa wanatakiwa waombe ruhusa kwa Waebrania, waombe ruhusa kwa Farao na kwa Wamisri. Tunaomba ruhusa, mtuachie, tumechoka kuwatumikia, sasa tunataka kwenda kwenye nchi yetu, tunataka twende tukamwabudu Mungu wetu kwenye nchi yetu wenyewe. Alafu Farao na Wamisri watawazuia. Lakini baada ya kula kondoo Pasaka, wao watawafukuza muondoke, kwamba mnasababisha vifo. Alafu ninyi mtakataa. Mtawaambia sisi hatuondoki. Tuliwaaga tunaenda, lakini hatutaenda kwa sababu hatuna nauli, hatuna mavazi. Miaka yote tunawatumikia ninyi, hatuna fedha, hatuna vyombo, hatuna malazi, hatuna magodoro, hatuna nini, hatuna mavazi mazuri. Tunaendaje tuko chakachaka hivi? Wataanza kuwapa chochote mnachotaka. Ni baada ya kondoo Pasaka mtatoka nchi ya utumwa na mali nyingi. Baada ya kondoo Pasaka kufa, mtatoka Misri na mali nyingi. Baada ya kondoo Pasaka kuchinjwa, damu kupakwa, na ninyi kumla mkiwa mmesimama, mko wima, mkafuata masharti ya kumla kondoo, inapofika asubuhi, akili ya utajiri itaingia ndani ya akili zenu, itaingia ndani ya vichwa vyenu. Mwanzo mlikuwa na akili ya utumwa, akili ya umasikini. Ghafla kunapopambazuka baada ya kula kondoo Pasaka, akili ya utajiri inaingia. Utajiri pamoja na akili ya utajiri. Sasa baada ya kondoo Pasaka kuchinjwa, akili ya utajiri itaingia. Mawazo ya kitumwa, akili za kitumwa, hali ya kitumwa, lugha za kitumwa, fikra za kitumwa, mawazo ya kitumwa yanaondoka. Mnapata akili ya kumiliki, mnapata akili ya utajiri. Na uwezo ukatoka na mali nyingi. Cha kwanza ni akili ya mali, akili ya utajiri, akili ya kumiliki inaingia ndani. Pokea akili ya utajiri kwa jina la Yesu. Kondoo Pasaka ametolewa. Usikamatwe kwenye utumwa, usiteswe kwenye utumwa,
kwamba wewe uko huru. Hata kama hujashinda, unaanza kujisikia uko huru kwenye nini? Kwenye akili. Wale nchi wanazofuga tembo, sijui kama mshawahi kusikia kuna nchi inafuga tembo na wanatumika kulima. Wanasema tembo akiwa mtoto wanamfunga kamba. Akijaribu kuvuta, anagundua kuna kamba. Anakuwa anavuta, anajaribu kutoka, anakuta kuna kamba. Mwisho anazoea, anajua hawezi kutoka, anaacha kuvuta kabisa. Wakati anaendelea kukua, ikiwa ni kubwa halibadilishi kamba. Kamba inakuwa ile. Ili ni kubwa lina makufu mengi, lina uwezo likivuta litakata kamba, lakini halivuti kwa sababu akili imeshazoea kwamba mimi hii kamba ni ngumu, siwezi kutoka. Kumbe akili inamdanganya. Ndivyo hivyo na kwenye maisha. Unaweza ukawa wewe sio wakuwa hivyo ulivyo, ila akili inakudanganya, unabaki ulivyo. Sasa Pasaka, kondoo Pasaka anaikomboa akili yako, ujijue wewe sio wakuwa hivyo ulivyo. Watu wa wazungu, sisi tu tulikuwa kwa babu zetu nao waliwagwa na wazungu na mali zote zilishachukuliwa na wazungu na nini. Akili inazidi kukamatwa. Ni kamba hizo ni kamba. Hizo ni kamba. Kamba hizo. Ukianza kwenda mitaani, wanakuambia wewe ukisoma, asiyesoma hawezi kuwa na hela, asiyesoma na kwa kibarua waliosoma. Unaona akili hizo zinaminywa. Ni kamba hizo. Sasa kondoo Pasaka anatolewa kuvunja kila yai, kuvunja kila uelewa, kukatakata kila kamba zinazofanya ujione wewe huwezi toka, wewe huwezi fanikiwa, wewe huwezi kuendelea, wewe huwezi kumiliki, wewe huwezi kutawala, wewe huwezi kuwa huru, wewe huwezi kwenda mbinguni. Kwanza wewe ni wajibu, kwanza wewe huwezi kushinda, kwanza wewe huwezi kuokoka. Unaokokaje ukiwa duniani? Kwanza kwanza Yesu hakufa Afrika, kwanza hakufa Mwanza, hakufia kabila lenu. Wewe aliwafiaga wale wazungu wa kule, kwanza alikuwa mzungu. Ni makamba hayo. Unafungwa, unadanganywa. Unaanza kutembea katumwa. Kondoo Pasaka anakuja kukufungua. Wana wa Ibrania walipokuwa Misri wameshakalilishwa, ninyi ni maskini, ninyi ni watumwa, ninyi mko nchi ya ugeni, Misri sio kwenu, lazima ili mle watumikie wa Misri. Bila kuwatumikia hamtakula. Ukiwa Misri, hata ungeoa una mamlaka na mke wako, hata ungeolewa una mamlaka na mume wako, hata ungezaa watoto wana mamlaka wa Misri juu ya watoto wako, una mamlaka juu ya watoto wako.